UWT. Mheshimiwa namuona katibu wa Chama cha Mapinduzi kata alikumbusha kuhusu protocol hapa, mkuu wa shule na wote ambao mliopo meza kuu, asanteni. Mheshimiwa, wananchi wa Mapinga na nje ya Mapinga, wana Kibosha na ambao si wana Kibosha, lakini kipekee sana wanafunzi wa kidato cha 4 na cha pili mliopo hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kimsingi nitoe shukrani za dhati kwa umoja wa wanawake Mapinga ambao kimsingi ndio wameorganize jambo hili, na mimi kama mtoto wao akanishirikisha, tukaratibu pamoja na hatimaye jambo leo limekuwa jambo. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Bagamoyo, nakumbuka wakati nimechaguliwa tu kuwa mwenyekiti wa kitongoji, nilikuja shuleni hapa, nilifanya kikao na walimu wote, na yako mambo tulikubaliana kufanya kwa pamoja. Tulikubaliana kushirikiana kwa dhati kuhakikisha shule hii inakuwa ni shule ya aina yake, inakuwa ni shule ya mfano kwa Bagamoyo as well as Pwani kwa ujumla. Katika hilo tulikubaliana kufanya mambo kadhaa, yakiwemo kubadilisha mfumo wa ufundishaji kutoka manually, kutoka analogi na kuleta kwenye dijitali. Tulikubaliana tuone namna ambavyo shule yetu itakuwa na projector, tuone namna ambavyo walimu wataama kwenye blackboard na kuja kwenye whiteboard, kwa sababu wakati mwingine walimu wanafundisha hapa chini kwenye miti hii. Tulikubaliana kuona namna ambavyo shule yetu hii wanafunzi wake watakula hapa bila tabu yoyote. Lakini tukaanza na jambo la kwanza la muhimu la barabara. Mheshimiwa mgeni rasmi, barabara uliopita leo kimsingi ilikuwa si ya kupita kwa gari tena, watu walikuwa wanapita kwa miguu, walikuwa wakipita kwa bodaboda. Kwa wakati ule tukafanikiwa kuichonga, na miongoni mwa wadau ambao walichangia na wewe ni mmoja wapo. Katika yale mheshimiwa yako ambayo tumeyatekeleza, ambao tuliyaahidi, likiwemo la barabara, lilikuwa katika kiwango hicho ambacho umepita leo chenye uafadhali, ambapo katika kutekeleza tuliyoahidi tayari tumeshafanikiwa kukusanya nondo za BRC. Tumefanikiwa kukusanya nondo za BRC, sasa hivi tunazo mita 30. Tumefanikiwa pia kukusanya mifuko ya sementi, tunayo mifuko 25, na kesho Mungu akipenda mzigo mwingine mkubwa utamiminika, na huenda shughuli itaanza pale kwenye madimbwi kurekebisha barabara ili wanafunzi na wazazi na wengineo waweze kutumia barabara hile bila kukwama. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na hayo pia katika kutekeleza yale ambayo tulikubaliana kikao na walimu, nikasema niitumie siku hii, siku ya mwanamke duniani ambayo rasmi ni tarehe 8, kuenzi mama, kumwenzi mwanamke, ambako mwanamke wa kwanza wa taifa hili kwa sasa ni Daktari Samia Suluhu Hassan. Yeye kipekee katika shule hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, katika utawala wake wa tangu amekuwa rais, amefanikiwa kutengeneza hapa, kujenga hapa madarasa 12. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano Daktari Samia, muda mchache ambao amekuwa rais, ametuwekea hapa madarasa 12, lakini leo tunazungumza serikali yetu tayari imejengwa laboratory iko nyuma hapo kwa fedha za ndani za halmashauri, iko hapa Mheshimiwa mgeni rasmi. Sambamba na hayo, nami nikasema katika kuunga mkono juhudi za mama, katika kuunga mkono juhudi za wana UWT ambao ni wakina mama, tunatamani shule zetu hizi zibadilike, zitoke analogi zije kwenye mfumo wa dijitali. Hatua ya awali tumewaletea leo, mimi jitihada nje ya lile ambao tumefanya na nyinyi mama zangu, nimebeba whiteboard. Kuwaletea walimu hapa, ambako niombe kaka mjomba wangu Rajabu, kama upo mwisogee whiteboard karibu hapa, ambapo kazi yake itakuwa, tunaona walimu wanahangaika kuhamisha mbao hapa nje. Tumeenda kununua whiteboard kwa thamani ya bei ya kawaida 250 tu, tumewaletea hapa ya kwanza, na tunakusudia kuleta at least zifike kadhaa, walau tupate hata 2-3 ziweze kutumika hapa vizuri.
Sambamba na hayo, nimefika hapa tulikubaliana tuwe na projector, na siku hizi tunazo ndogo za kawaida. Wamesema hawataki zile kubwa. Nimeongea na makamu mkuu wa shule pale, light ingelikuwa inapatikana karibu hapa leo hii tungekuwa tunayo hapa hiyo projector. Kwa sababu haipatikani karibu hapa, tumekubaliana tutapata kikao maalum na walimu wa shule hii, tutakuja na projector, tutaongeza na whiteboard. Hayo yote tunayafanya kwa sababu ya kuona mtoto wa Mapinga sekondari hapa afaulu na afanye vizuri katika masomo yake. Na hii ni kwa sababu fahari ya mama yoyote duniani ni kuona mafanikio ya mtoto wake. Tunaamini tukiwasapoti watoto hawa, tukileta vifaa vizuri rafiki kwa mujibu wa wakati tulionao, wakasoma na wakifaulu, mama anafurahika. Lakini pia tunaenzi na kusapoti juhudi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, si tu kumsifia kwa mazuri anayoyafanya, kumuunga mkono pia kwa vitendo, ili naye ahisi kwamba ana wasaidizi huku chini wanaomuelewa na anaoenda nao bega kwa bega. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikupe habari ya kuwa whiteboard hii leo moja imekuja hapa, lakini kesho Mungu akipenda tunapeleka nyingine 2 shule ya msingi Mtambani. Jumanne Mungu akipenda tutaipeleka nyingine Golden Primary School, na Jumatano Mungu akipenda tutaipeleka nyingine shule ya msingi Kimere. Kwa nini shule hizo? Katika shule hizo kwa sababu watoto wanaoishi kwa Kibosha hawana shule ya msingi, wanategemea shule ya msingi ya Mtambani, wanategemea shule ya msingi ya Kimere. Tunapeleka huko ili na wao wajisikie fahari, wajisikie raha. Kwa hiyo mheshimiwa, hayo ni machache ambayo niseme tumeyafanya. Tukiazimisha siku hii tunajisikia raha kwenda nayo sawa sawa, kwa kuwasapoti vijana waweze kusoma na waweze kufanya vizuri katika masomo yao. Mwisho kipekee mheshimiwa, ikikupendeza kesho Mungu akipenda tulitamani kuchonga barabara hii sasa, lakini wakati wa mvua tutakuwa tumeharibu, tujaisaidia. Tukasema lile eneo korofi pale, baada ya kuweka drift ndogo na makaravati, itakuwa bado hatujatatua shida. Badala yake tunatengeneza pale barabara ya zege yenye urefu wa mita 100 na upana wa mita 8. Na kesho mchakato wa ukarabati wa barabara ile unaanza. Tunafanya hilo kwa ushirikiano wa karibu sana na injinia wa TARURA. Wanatupa ushirikiano mzuri, na bajeti ya utengenezaji wa barabara hiyo wameitengeneza wao na sisi tumeipokea, tunaenda kwa mujibu wa bajeti hiyo. Kwa nichukue nafasi hii kumwambia mwalimu mkuu kuwa tabu ya barabara itakwenda kuisha muda si mrefu. Tuungane mkono na mambo yatakuwa bulbul. Sisi kwa Kibosha tumeamua si kulalamika tu, tutasema tusiyoyaweza, tutafanya tunayoyaweza. Mwisho kipekee ni kuombe mheshimiwa mbunge, ili sasa ulibebe. Mheshimiwa mbunge, vitongoji vina walinzi ambao wanalipwa. Vitongoji tunatumia karatasi, na kwa Kibosha barua za utambulisho wananchi wanazipata bure. Kweli si kweli? Kweli. Wengine wananunua bukubuku, kwa Kibosha bure. Lakini mheshimiwa, kwa Kibosha tuna maji, tuna choo, tuna watu wa usafi. Hawa watu wanatakiwa kulipa. Shida tunayoipata ni mwenyekiti mwenyewe awe mwadilifu. Haturuhusiwi kuwa na akaunti za vitongoji, kitu ambacho si sawa sawa kwenye udhibiti wa fedha. Wadau wanatamani kutuchangia zaidi ili tufanye makubwa zaidi. Kizingiti hatutakiwi kuwa na akaunti, kitu ambacho ukisoma katiba inaenda kinyume sisi kuzuiliwa kutokuwa na katiba, kutokuwa na akaunti. Ukisoma katiba mheshimiwa mbunge, ibara namba 145 na ibara namba 146 kifungu kidogo D na kifungu kidogo C vimeeleza bayana shabaha ya serikali kuweka mamlaka za serikali za mitaa, yaani vijiji na vitongoji, ni kurejesha mamlaka za kiutawala kwa wananchi na kujiharakishia wananchi maendeleo yao wenyewe. Hatuwezi kuwa na maendeleo tunayoyatamani kama tutazuiliwa kuwa na akaunti. Huku tuna watu ambao tunatakiwa tuwalipe sisi wenyewe.
Wadau wako tayari kuchangia, wanataka akaunti inayosoma kitongoji cha kwa Kibosha. Kwa Mheshimiwa Mbunge, ili naomba ulibebe kwa namna hiyo, na wewe uone vipi utatushika mkono ili mambo yaweze kuwa mazuri. Mwisho kabisa kipekee, Mheshimiwa Mbunge, kwa Kibosha tuna vikundi vya wanawake, na leo ni siku ya mwanamke duniani. Viko vikundi ambavyo vimekopa halmashauri, tunashukuru. Viko vikundi ambavyo bado havijakopa. Kwa nichukue nafasi hii kuomba kushirikiana na ofisi yako kwa ukaribu, vikiwezekana nje ya jambo hili maalum la leo, tuone namna nzuri ya kuratibu kukutana na wakina mama hawa, vikundi hivi, tuone namna ambavyo wanaweza tukawasaidia wakapata hiyo mikopo katika muda mwafaka. Mama zetu wanakopa blaki, wanakopa kausha damu na mikopo mingine. Mimi nagombana na wakopeshaji, wanataka waje wawafirisi, nawaambia naomba court order ndio uje ufirisi, vinginevyo hapa afirisiwi mtu. Napata shida kuzuia hayo mambo. Kwa ni kuombe Mheshimiwa Mbunge, katika hilo pia ulibebe, tuone namna nzuri ya kuweka mambo sawa. Baada ya kusema hayo, nishukuru sana, nakubali uwezo wako, nakubali jitihada zako. Ni matumaini yangu kuwa kupitia wewe, pamoja ni mbunge wa jimbo lote, lakini natamani Kibosha iwe special, kwa sababu ndio kitongoji special, ndio kitongoji chenye wananchi wengi kuliko kitongoji chochote Bagamoyo. Kwa uwekezaji wako namba moja, elekeza kwa Kibosha kabla ya kokote, lakini ndio mjini kuliko vitongoji vyote. Kwa hiyo uwekezaji pia uelekeze kwa Kibosha. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana, naomba kuwasikiliza. Asante sana. Jamani, makofi mengi kwa mwenyekiti wetu.